Migogoro ya ardhi katika jiji la Dar es Salaam imeendelea kuwa sugu kwa zaidi ya miaka 40, hali inayosababisha wananchi wengi kuingia katika mvutano wa umiliki wa maeneo na kuzua sintofahamu katika jamii. Hayo yameelezwa na Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila alipofanya ziara ya kusikiliza kero za wananchi katika mtaa wa Nyakasangwe, kata ya Wazo, wilaya ya Kinondoni, na kuanza kutatua baadhi ya migogoro, huku akilazimika kutoa kiasi cha milioni 5 kwa mkazi aliyetapeliwa fedha hizo na baadhi ya watu akiwemo mwenyekiti wa mtaa, na kuagiza mwenyekiti huyo kurudisha fedha hizo kabla ya saa 10 jioni Februari 14 mwaka huu. Wakizungumza wakati wa mkutano wa hadhara wa kusikiliza na kutatua kero za wakazi hao, baadhi yao waliwasilisha migogoro yao wakisema, tukampigia mwenyekiti Omar Kaeni kumwelezea mbona tunaona kuna maendeleo yanafanyika hapa. Akasema hapana, ni Wachina wanaweka vifusi kwa muda mfupi. Baba akasema kwa nini wanafanya hivyo wakati mimi mwenye eneo lipo au Bamaga hawajamconsult? Lakini uzuri walikuwa wameshakaa na mwenyekiti, wameandikiana mikataba. Baba alipokuja akasema hapana, ili eneo bado liko chini yangu kwa sababu fidia sijapewa na hakuna kitu kinachoendelea. Baba akakaa na wale wa China wakaandikiana contract, chochote unachohitaji kufanya aidha kupaendeleza au kumwaga vifusi, naomba mimi mwenyewe niwepo. Kweli wakakaa wakaandika, mambo yakawa yanaendelea kama yanavyoendelea. Tukaanza kufuatilia manispaa Kinondoni kuanzia mwezi wa 7 mwaka jana. Tuliaddress barua kwa mkurugenzi kwa sababu mwenyekiti mwenyewe ndiye alitupa guideline, akasema hichi kiwanja anachokumbuka wajumbe walichokipima kijalipo hicho kiwanja. Akatupa mtu mmoja anaitwa Lubwebwe, tukawa tunaenda naye kila siku manispaa. Tuliandika hiyo barua mwezi wa 7, lakini ikachukua mwezi mmoja haikujibiwa. Tukaenda kwa Madam Rabia, sio anaitwa nani? Ramla, yes Ramla. Anatuambia tuende kwa Masinga. Masinga ni tukawa tunapeleka huku muda mrefu. Inachukua muda mrefu bila majibu. Sasa bahati nzuri au bahati mbaya, tukaona kama kuna vitu vinaendelea pale, maneno yanazagaa mtaani kwamba kile kiwanja ni cha serikali, mshahara na Bamaga walishalipotoka siku nyingi. Pakawa pana complete. Tukaamua kutoka pale, tukaenda kwa DC. Tukaandika barua, tukapoa mwanasheria, tukawa tumeenda kwa tumesha address kwa DC. Sababu muhuri ni uliogongwa hapa ni wa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Kwa hiyo katika kufuatilia tulifanikiwa tukamkamata mtuhumiwa, tukampeleka kituoni, lakini tulimkamata tarehe 25, lakini mpaka tarehe 29 kwa sababu ya zile vurugu zilizokuwepo aliachiliwa kwa dhamana ya barua kutoka kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Na alivyo baada ya muda aliachiliwa, na baada ya yeye kuachiliwa tukafuatilia kwa mpelelezi akawa anasema huyu mtu anatakiwa apelekwe mahakamani. Akitatua migogoro hiyo sambamba na kutoa onyo kwa wenyeviti wa serikali za mitaa mkoani humo, Mkuu wa Mkoa Albert Chalamila amesema, kuja mimi mkuu wa mkoa hapa kusumbue hivi, wanakuwa wanajielewa kweli? Mpaka hapo huo mgogoro haupo tena kwa mwenyekiti wa yoyote huko chini, upo kwa mkuu wa mkoa. Na ndio maana toa maelekezo kwa mkuu wa nani? Yaani mkuu wa wilaya ndio anayetakiwa kwenda pale, sio tena chini. Sijui umenielewa sio tena chini. Kwa hiyo huo mgogoro wenu Jumatatu tuta unlock kila kitu. Wanapima maeneo ya watu bila hata kuuziwa, wanatapeli, wanarudisha nyuma kwa kusaidiana wenye viti wa serikali za mitaa. Wanarudisha tarehe nyuma, inakuja kuonekana matatizo. Ndio maana hao wenye viti wote nimewaambia kwamba nikija kugundua kuna matatizo yaliyosababishwa na nyie, kwa kweli tutaonana wabaya. Huo ndio ukweli. Na hapa baadhi ya wakazi hao wakaendelea kutoa kero zao ambazo Mkuu wa Mkoa akatoa maagizo kwa ofisi ya Mkuu wa Wilaya ya Kinondoni. Kiwanja na majirani zangu walionizunguka kwamba jirani yangu aliyonizunguka ni huyu na huyu. Eneo la mashariki ni zahanati, magharibi ni Korongo. Sasa iweje tena zahanati atoke huyu awekwe kwangu? Na wakati nanunua kiwanja changu, ndugu mheshimiwa, kiwanja changu kilikuwa na ukubwa wa 20 kwa 40. Upimaji ulivyopita umeniachia 20 kwa 30. Nikasema kwa kuwa ni serikali imekata hiyo hatua 10, siwezi kubishana na serikali. Hiki nilichokipata kinanitosha 20 kwa 30. Okay, nikarudi. Lakini pia kumekuwa kuna migogoro mingine ya ardhi ya kawaida. Mtu anaamua kutapeli ardhi ya mtu, anauza,
na nimetoa maelekezo kwa mkuu wa wilaya. Wiki hii itapita na wiki ijayo itapita, kwa kuwa nitakuwa na kazi maalum. Nimemwambia nahitaji migogoro mikubwa kama 10 hivi ambayo ndani yake watakuwepo, niangalizieni, ambayo wamo viongozi, wamo wafanyabiashara wakubwa, wapo matapeli wakubwa, sitaki wale wadogo wadogo, ili nikituma kombora nataka tena na lenyewe likafundishe vizuri. Taweka kambi hapa, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, na vyombo vyote kujiridhisha, maana sasa hivi utakuta kuna mtu atasema mimi nilikuwepo pale, kumbe hakuwepo. Lakini uzuri wa watu wa Nyakasangwa wanafahamiana vizuri, kwa hiyo hakutakuwa na udanganyifu wa aina yoyote. Kwa hiyo mgogoro huu pia tuliupata, lakini tutakapokuwa tumekuja hapa tutaushughulikia vizuri. Usikose kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook na X. Leila Mary, Daily News Digital.